Na nikianza na wakulima wa mpunga, nimesikia changamoto ambazo zimeelezwa hapa, lakini serikali inaendelea kukuhakikishieni kwamba tutaendelea na ujenzi wa skimu za umwagiliaji maji katika mabonde mengine kama ambavyo tumefanya kwenye bonde la Cheju, ili tuweze kuzalisha mpunga kwa wingi zaidi. Lakini natambua vile vile kwamba zinahitajika zana kwa ajili ya kilimo cha kisasa. Tunahitaji zana kuongeza uzalishaji, tunahitaji zana za kileo. Mmoja katika wazungumzaji alisema kwa wakati tuliokuwa nao sasa lazima tuende na teknolojia, tusiende na jembe la mkono tena. Ahadi yetu ni kwamba matrekta yale makubwa kwa ajili ya kilimo, lakini yale ya kutifua power tillers, pamoja na mashine za uvunaji yani harvesters, yote tutaendelea kuyaleta ili serikali iweze kukupeni msaada katika eneo hilo la kilimo, la kupalilia, lakini vile vile kuhakikisha kwamba mnavuna kisasa, sivyo kama tulivyokuwa tunafanya miaka ya nyuma. Lengo na madhumuni ni kuongeza tija katika mashamba haya. Mashamba haya sasa hivi kwa sababu ni ya umwagiliaji, mnaweza kulima zaidi ya mara moja. Lakini tukikupatieni hizi zana, najua kuna matrekta pale tayari, najua kuna power tillers pale, lakini tutaendelea kuongeza idadi ya zana hizi ili tupate tija zaidi katika mashamba yetu haya. Lakini kwa upande wa pembejeo, ikiwemo mbolea, vikiwemo viuatilifu na ushauri kwa maana ya huduma za ugani, serikali itaendelea kutoa huduma hizo, mbegu bora za kisasa, mbolea kwa wakati na viuatilifu, ili tuweze kuongeza uzalishaji. Sote tunatambua hapa Zanzibar ni walaji wazuri wa wali. Sisi ni watu ambao mchele ndio chakula chetu kikuu, lakini kwa bahati mbaya sana bado tunaagiza mchele kutoka nje ya nchi, bado tunaagiza mchele kutoka upande wa Tanzania bara. Kuweza kuzalisha mchele kwa ndani kwa sababu ya ardhi yetu ndogo, kwa kuweza kukidhi mahitaji yetu si rahisi, lakini tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba kwa kiwango kikubwa tunazalisha ndani vile vile. Sasa natambua vile vile kwamba baada ya mavuno ziko bado changamoto nyingine, ikiwemo ukosefu wa maghala ya kisasa, lakini upatikanaji wa soko la uhakika. Tunachoweza kukwambieni ni kwamba serikali imeshafanya maamuzi ya kujenga maghala ya kisasa kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunanunua mpunga kutoka kwa wakulima wa ndani, kutoka Tanzania bara na kwengineko, ili kupunguza bei za mchele kupanda baada ya mavuno. Tutahakikisha tunanunua wakati wa mavuno ili tuweze kudhibiti bei za mchele baada ya kipindi cha mavuno kwa kuhifadhi katika maghala makubwa ya kisasa. Kwa hivyo wakulima wa mpunga, msiwe na wasiwasi wa soko. Serikali itaanza kununua mpunga ili kuhifadhi kwa kazi hiyo. Vile vile nimeambiwa kuna swala la upatikanaji wa mikopo. Serikali imewawezesha wananchi wake kwa kiwango kikubwa sana. Tumetoa zaidi ya bilioni 96 katika kipindi hiki. Awamu ijayo Mwenyezi Mungu akitujalia kurudi madarakani, tutaongeza fungu la uwezeshaji wananchi kiuchumi, ikiwemo wakulima waweze kupata pembejeo kwa wakati, waweze kuzalisha vizuri zaidi. Na mikopo yetu kama mnavyojua ni mikopo isiyokuwa na riba. Unachokopa ndicho unachorudisha hicho hicho.